Je, huyu Paulo alikufa akalipa gharama yoyote kwa ajili yenu? Sikiliza, hawa ni watumishi ambao walifanya kazi ya mtu mmoja tu aliyelipa gharama, naye ni Yesu Kristo. Hawa wengine wote ni wafanya kazi ambao wanamsaidia huyo ambaye alipa gharama ya kufa msalabani na kulipa madeni na kufuta hati zote za mashtaka zilizokuwa zinawashtaki na kuwaonyesha ya kwamba hawastahili duniani kuwepo, lakini huyu Yesu akawafanya wastahili kuwepo ili kuwe na kumbukumbu kwenye ufalme wa Mungu ya kwamba alimuumba mwanadamu duniani na bado thamani yake ipo, bado anamthamini, na ndio maana akamtuma Yesu ili aje. Kwa hiyo Paulo akakemea roho hii ambayo imeanza kubagua na kutafuta huyu ni bora kuliko huyu, huyu ni bora kuliko yule, huyu ni bora kuliko huyu. Na watumishi na wenyewe wameingiwa na shida. Pole watumishi, naomba msijisikie vibaya, wala sio mimi, lakini nataka nizungumze shida. Kanisa limeingia mahali pabaya. Tunaingia mahali pabaya kwa sababu gani? Kwa sababu huyu Mwakajira ambaye ndio jina lake anataka pale ambapo alipo yeye ni kama yeye ndio aliyelipa gharama ya hao watu, na kwa sababu alilipa gharama hayuko tayari kuwaruhusu watu wake waende nje ya mafundisho aliyonayo hapo kanisani kwake. Hawaruhusu. Amen. Hawaruhusu. Na Paulo anagundua hilo, anaiona, anaona hii ndio hatari ambayo tayari ni kama hawa watu yuko aliyewanunua sasa ni wa kwake. Kwa hiyo hajui kwamba yuko mmoja anaitwa Yesu Kristo. Huyu ndiye ambaye amelipa gharama ya huyu mtu, amemtoa huko alikokuwa, amemleta alikuwa huko, amemleta alikuwa kichaa huko, amemleta alikuwa jambazi huko, amemleta alikuwa kahaba huko, amemleta alikuwa mlezi huko, amemleta alikuwa mshirikina huko, amemleta alikuwa na magonjwa huko, amemleta mtu mmoja Yesu amemleta kwenye nyumba yake. Sasa watu wanatengeneza, Paulo anagundua watu wanatengeneza kigango cha kanisa kama ni watu wake. Asingependa kuwaruhusu watoke nje ya kanisa lake. Anasema hii naona ni shida, hii shida iliyoko. Anawakumbusha waonyeshe nani amelipa gharama, nani amelipa gharama mpaka tumwite huyu mtu. Naongea na kanisa na mimi nikiwa ndani yake. Mimi sina mtu, mimi ninasimamia watu wa yeye aliyelipa gharama kwa ajili yao. Tukifika mbinguni kule, kila mtu atasimama kwa zamu yake. Hatuendi tena mbinguni kukaa kule kuwa na washirika, huyu wa kwangu, huyu haku. Wote wanakuwa wa mmoja tu, anaitwa Yesu Kristo. Na watu wamejifungia. Ashukuriwe Yesu, leo ninaona mkesha huu watu wamekuja wengi, wameongezeka idadi, na mimi nasema tuongezeke idadi na tuongeze spidi, tuongeze juhudi. Tujue ya kuwa tunapokutanika kuna siri ambayo nimeiona kwenye kitabu cha Mwanzo, ndio nataka nikuunganishie hapo. Sasa Paulo
alipozungumza na watu hawa kwa lugha nyingine, alikuwa anajaribu kuwaonyesha Wakristo, kuwaonyesha waumini kwamba kama watajichelewesha, kama watakaa kwa mkao ya kwamba kwa kuwa wamehubiriwa na mchungaji Mwakajila, wamefundishwa na mchungaji Mwakajila, kwa hiyo ni wa mchungaji Mwakajila, kwa hiyo wanamtazama Mwakajila kana kwamba yeye ndiye aliyekufa kwa ajili yao. Paulo anasema kuna shida hapo, kuna shida hapo. Roho Mtakatifu nisaidie, kuna shida hapo. Mungu anataka kundi lake, anasema ni inapendeza ndugu wakae pamoja, inapendeza ndugu wakae pamoja, tena kwa moja. Halafu Mungu anaamuru baraka palipo na umoja. Kanisa ni kundi la Yesu lenye mkusanyiko wa pamoja, na ndani ya kusanyiko hilo, ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 4, hapa naeleza kidogo kwamba akasema msitoke, mkae hapa. Alikuwa analiambia lile kusanyiko lisitawanyike, kila mtu asikae kivyake, kila mtu asiwe na mipango yake. Sasa ni wakati wa kukaa hapa. Mnapokaa hapa mkiwa na umoja hapo, mkiomba, ninaagiza nguvu ya kuwafanya ninyi muwe mashahidi wangu juu ya kile nilichowaelekeza huko nyuma, maana nawaachia ninyi ujumbe maubebe kwa ajili ya ulimwengu, ili ulimwengu ujue ya kuwa ninyi nimewachagua. Hamkujichagua ninyi, ila mimi nimewachagua ili muingie mwendo ukazae. Paulo naona wakianza kuweka makundi na matabaka ya watumishi, tayari kuna shida inaingia. Ninataka nikizungumza dakika moja kwamba kanisa la Bwana, unapokuwa umeitwa na Yesu Kristo, sisi wachungaji tumekufundisha, tumekuelekeza, lakini nataka ukae na Kristo ndani yako, kwa sababu ukikaa na Kristo, Yesu anakubebesha ndani yake kusudi lake, na lile kusudi Mungu anataka lazima litumie kwa wakati, ili na wewe uende ukazae matunda yapasayo. Paulo kaona watoke pale. Sasa tunatoka hapo, nisome kidogo hapa. Yakobo akawa yuko kwenye safari yake, anasafiri kwenda nchi hiyo kwa ndugu yake Labani kule. Akiwa njiani anatembea, akafika mahali akakutana na wachungaji wanachunga kondoo au mifugo, wanaitwa wachungaji. Wanalinda mifugo, wanaipeleka kwenye malisho, lakini pia wakiipeleka kwenye malisho wanalinda wanyama wasije wakawashambulia. Na wakifanya hivyo, na lazima wawapeleke, wakishalishwa wanawapeleka kwenye maji waweze kunywa. Wakati anafika akakuta kundi liko hapo, kundi la kondoo wachache na wachungaji wako pale. Walipofika akakutana nao, alipokaa akaanza kuwauliza ninyi wa wapi? Wakajieleza wanakotoka. Akasema fulani ajambo, wakasema ajambo. Akasema hali gani? Wakasema ni njema sana. Biblia inawekeza kitu pale. Ninyi wasomaji wa Biblia mnaelewa, ikawekeza kitu pale kwamba wakati akawaambia wenye kundi dogo liwekwe pale kwamba na
anakuja na kundi la kondoo, anakuja. Anapomwona anakuja, amefika pale alipotoka, akamwambia yule naye akasema, yule mmoja wapo akasema, hatuwezi kunywesha kundi hili dogo au wachache, mifugo michache, lazima tukusanye makundi yote kwa idadi yake. Yakikusanyika pamoja, ndipo inapaswa mtu apatikane aende kwenye kisima pale, aliviringisha lile jiwe, aliondoe, kisha anyweshe kondoo, na wote wanatakiwa wanywe kama kusanyiko la kondoo la pamoja. Ilipofika, anasema Yakobo akachukua hatua ya kusaidia kuhakikisha ile mifugo inanyweshwa, maana yote sasa imekusanyika, imefika hapo kwenye kisima, na yeye akasaidia kwenda kwenye kile kisima. Alipofika pale, akafanya kazi ya kuliondoa lile jiwe, akaliviringisha ili kondoo waweze kunywesha. Lakini kuna neno pia inasema yule binti aliweza kuchunga mifugo ya baba yake. Kaneno kuchunga mifugo ya baba yake kalinifurahisha, kwamba alikuwa anajua kwamba hizi kondoo sio mali yake, ni mali ya baba yake. Yeye alichopewa dhamana ni kuchunga wale kondoo, kuhakikisha wako salama, wamelishwa na hatimaye wamelindwa na hatimaye wamenyweshwa na hatimaye wanarejeshwa majumbani. Alijua hilo kwamba hawa ni kondoo wa baba yake. Anajua baba yake gharama za hao kondoo. Yeye alichofanya kazi ni kuchunga. Sasa hapa inawezekana ikaloka kama nazungumza na wachungaji kuchunga, nazungumza na kila mtu aliyeko hapa kwamba unachunga roho ya mtu mmoja. Huyo mtu uliye naye yuko nyuma yako, wewe ni mchungaji. Ujue kwamba huyo mtu aliyeko nyuma yako, ujue ya kwamba yuko mwenye kondoo huyo, yuko ambaye ndiye mchungaji mwenye mali hiyo. Mali iliyoko nyuma yako ni mali ya baba yako. Anajua kwamba hii mali ya baba yangu, anajua, ndio maana anailinda na kuitunza, kuhakikisha kwamba iko salama, kuhakikisha haipati madhara yoyote, na ina anajua ni mali ya baba yake, sio mali yake yeye. Kanisa sio mali yetu wachungaji, ni mali ya Kristo, ni mali ya Kristo, na wewe ujitambue ni mali ya Kristo. Tambua hivyo, wewe ni mali ya Kristo, na ndani yako kama ni mali ya Kristo, na Yesu anatamani akutumie wewe kama chombo, kama mali yake. Ndio maana anasema kondoo wangu wanaisikia sauti yangu, na mimi nawajua. Kondoo wake huwa wanasikiliza sauti ya Yesu na wanaielewa sauti ya Yesu. Hapa nikihubiri hivi, simaanishi uanze kupambana na mchungaji wako. Ukipambana huko umeenda nje, na Mungu atakutupa nje, na Mungu hatajali kwamba una nafasi kiasi gani, una karama kiasi gani, una kiroho kiasi gani, hicho hatajali. Lakini ninachokizungumza hapo, kuelewa ya kwamba ametangaza askofu, labda sasa nirudi hapa. Askofu akasema, nataka ukisikia wachungaji tangazo kitoka, kama hupa, nikasema anathibitisha ujumbe nilionao, aendelee. Nikaona nasindiria. Kwa nini? Nikajua kwamba kama ndivyo kwamba mali hii tuliyonayo tumepewa dhamana na Biblia kitabu cha Matendo
mahali kuna waangalizi. Roho Mtakatifu anatoweka hapa ili kuhakikisha. Ndio maana wachungaji hawa Mungu anafunua mambo, anawaonyesha kitu kinachoendelea juu ya kanisa. Anaanza kuongea na kanisa, anaanza kuongea na vijana, anaanza kuongea na watu wa Mungu, anawaambia, anasema Mungu ameweka ujumbe ndani yangu. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu amemweka kwa mwangalizi wa roho yako. Yakobo akaliviringisha lile jiwe. Hadithi hii ina mambo hivi. Nimesema Mungu anaheshimu kusanyiko la pamoja. Kusanyiko la pamoja Mungu analijali sana. Yule akasema hatuwezi kuonyesha kondoo wachache, lazima wakamilike, lazima waje pamoja. Kwenye nguvu la umoja anaeleza anasema, mnapofunga jambo lolote kwa umoja, mkiweka jambo moja kwa umoja, anasema nitakuwepo kati yenu. Manake anasema mimi na Baba tuna umoja. Kama tuna umoja, manake ndani yetu, mioyo yetu na nia mamoja, na maelekezo yetu tunayapata kutoka kwa Yesu, na nia yetu ni kwa ajili ya Yesu. Na kama tunafanya hivyo, Roho Mtakatifu lazima tuongoze. Jambo hilo anachokidai kwamba tutambue, yule binti anamwonyesha Yakobo kwamba kondoo sio mali yake, ni mali ya baba yake. Na hii nitaka kusemaje? Kwamba Mungu anajua kwamba tumepewa watu wengi. Ninyi ni mali mlionunuliwa kwa damu ya thamani ya Yesu Kristo. Mili yenu sio mili yenu peke yenu, lakini Mungu amewanunua kwa sababu alitoa gharama yake. Alikubali kutoa gharama na kuilipa kwa njia ya msalaba na kwa njia ya mateso mengi, na kwa njia hiyo alikubali kufa, na kwa njia hiyo alikubali kuzikwa, na kwa njia hiyo Roho wa Bwana akaona si sawa, si jambo jema kubaki huko, akafufuliwa, akimaanisha ya kwamba waliokufa katika uovu, waliokufa maisha yao, wamekufa kiroho, wamekufa imani yao, alipofufuka manake lazima ahuishe imani zao, asiinue tena imani zao, waitumikie huyo waliyemwamini. Kondoo, nimesema Mungu huamuru baraka palipo na umoja. Palipo na umoja, Mungu huamuru baraka. Na Mungu anaishi watu ambao wako pamoja. Sasa nakwenda haraka ili kuunganishe kitu kingine. Kama pana umoja wa namna hiyo, na Biblia inasema walikuweko wote pamoja siku ile ya Pentekoste, ndipo nasema uvumi kama uvumi wa upepo ukavuma mahali pale ulipotikisa, nguvu za Mungu zikashuka pale. Halafu anasema palikuwa kama moto, ndimi za moto zikatokea. Watu wakaanza kunena kwa lugha wasioijua, wakaanza kusema kwa lugha nyingine. Ni kwamba moto uliwaka, ulipowashwa kwenye mioyo yao, kila mmoja, hakuna aliyenyamaza, hakuna aliyetulia. Watu wakaanza kila mmoja kupiga kelele. Hapo waliokuwa hawawezi kuongea wakaanza kuongea, wale ambao walikuwa wamenyamaza kimya wakaanza kupiga kelele, wakaanza kupiga kelele. Nguvu ya Bwana ikaja juu, wote wakapiga kelele. Ule mtaa wakasema, hawa jamaa kuna jambo gani? Wanazijua kelele za walevi, wakadhani ni walevi, wakasema
yaliposhuka ndani yao, hakuna hata mwoga, hata yule mtu mzembe, hata yule ambaye alikuwa mvivu. Wote walipojazwa nguvu ya Mungu walikuwa sio watu wa kawaida. Ni kama mwako fulani wa moto ulitokea ndani yao. Ulipotoka ule moto ndani yao, hakuna aliyelala, hakuna aliyechelewa ibada, hakuna aliyesinzia. Wote walikuwa wamechangamka. Kila mtu kimtazama kwenye sura yake ana tabasamu ya kiroho, ana tabasamu ya kimungu, ana tabasamu. Hata kimtazama yule aliyemkosea jana, anaona kana kwamba hajamkosea. Akimtazama yule ambaye alikuwa na mng'ong'a jana, anaona kama atawahi kumng'ong'a. Anaona sura mpya. Maana Yesu anapotenda, Roho Mtakatifu kazi yake ni kuondoa vikwazo na vizuizi vinavyoharibu taswira ya kimbingu kwenye moyo wa mtu. Mioyo ya watu ilikuwa imeharibiwa, hali ilikuwa mbaya. Tunapoizungumza dunia, Yesu anapokuja ilikuwa ni mbaya. Ndio maana alitazama wakina Petro, akaona ndani yao wanaweza kufanya kitu. Alipomtazama Yohana, akaona Yohana anaweza kufanya kitu. Alipomtazama Bartimayo, akamwona ndani yake anaweza kufanya kitu. Alipomtazama Yakobo, akaona ndani yake. Lakini wanasumbuka na uvuvi, wanasumbuka na nyavu. Yesu akasema ndani yao kuna huduma nyingine zaidi ya nyavu, kuna huduma nyingine zaidi ya biashara, kuna huduma nyingine zaidi ya mipango iliyonayo. Bwana Yesu asifiwe. 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 Ninazungumza siku za leo ya kwamba hakutokei mambo mengi. Kwa nini? Kwa sababu kuna vizuizi vingi. Wakati mwingine sio kwa sababu ya mchungaji, na mwingine ni watu tu wamejiwekea vizuizi. Hana shauku, hana kiu. Maana kitabu cha Mathayo sura ile ya 5 na mstari nadhani wa 6 anasema, heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Maana wakati unapokuja kwenye mkesha, unatakiwa mtu awe na njaa ya haki, awe na njaa kwenye moyo wake, akiwa na njaa ya Roho Mtakatifu, akiwa na njaa ya ufalme wa Mungu, akiwa na njaa ya upendo wa Mungu aliotoa moyoni mwake. Hawezi kuchelewa ibada, hawezi, lazima atachangamkia. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake kimefanyika kitu kipya. Biblia inasema, anaposema tazama ya kale yamepita, sasa ni mapya, anakumbusha tu kwamba kuna nyakati ambazo ni za kizamani, kuna nyakati ambazo uliziishi za kizamani, kuna nyakati ambazo tuliziishi za kizamani. Anasema hatuhitaji, tunapompata Yesu Kristo hatuhitaji kuzikumbuka na kujiorodhesha, wala hazina sehemu ya kukumbuka hayo. Lakini tujue ya kwamba baada ya kutoka hapo, baada ya kufunguliwa hapo, ikiwa ulifungwa mahali Bwana akakufungua, ikiwa ulifungwa na maagano mahali Bwana akikufungua, ikiwa kuna mahali ulikuwa mganga wa kienyeji Bwana akakufungua, ikiwa kuna mahali ulikuwa kahaba Bwana akakufungua, ikiwa kuna mahali ulikuwa jeuri Bwana akakufungua. Bwana anasema tazama, yamekuwa mapya, kuna kitu anatengeneza ndani ya maisha ya mwanadamu. Yule mwenye njaa na kiu ya haki anaweza kushibishwa vitu vya rohoni. Watu wanajaa kwa sababu hawana shauku, wamejaza vitu vya ulimwengu. Dunia ina vitu vya ulimwengu, imejaza kiburi, imejaza starehe. Watu wamejaa starehe, wamejaa kiburi, wamejaa kujipenda wenyewe,
wamejaa kujisifu, wamejaa roho za kusaliti, wamejaa roho za mbaya zimejaa kwao. Lakini nasema hivi, ikiwa kusanyiko tumekwenda mahali pamoja, jioni ya leo kuna kusanyiko Bwana naliangalia, niko hapa Kigamboni, wako hapa kwa mchungaji Mapunda na wachungaji wako hapa. Kuna nguvu ya Bwana lazima iteremke hapa, kuna uwepo wa Bwana lazima uje hapa ili ukutane na tamani kwenye moyo wako. Moto wa Bwana uliokuwepo kwenye kitabu cha Walawi na kwamba moto uliwekwa kwenye madhabahu wala haukuzima, uliendelea kuwaka. Kwa nini? kazi yake ni kuteketeza wanyama ili majivu yatengenezwe kwa ajili ya moto. Moto wa Bwana usizimike, moto wa Bwana usizimike. Bwana achilie moto wa Bwana, kusiwe na ukuta mahali, kusiwe na kizuizi mahali, kusiwe na kitu kinakuchelewesha, kusiwe na kitu kinakukamata, kusiwe na kitu unakiwazia, kusiwe na kitu unachotamani. Achilia moyo kwa Bwana, achilia moto wa Bwana ili ukiweka kwenye madhabahu ya moyo wako, ukiweka moto kwenye moyo wako, mimi nakwambia hivi, hii injili itapigwa Dar es Salaam. Nakwambia hivi, hali mbaya itapotea, vyombo vya habari vitaanza kutangaza kwamba kuna watu ni kama wenda wazimu. Kwa nini? Moto umewaka. Tutawaambia moto umewaka, tutawaambia moto wa Bwana umewaka kwenye madhabahu. Injili itahubiriwa, injili itanenwa. Bwana inuka, misaa ya Bwana achilia ulimwengu ulioharibiwa. Hatupe kujipendekeza na kujifurahisha, hatuhitaji starehe. Tafuta Mungu unapokuja. Nafasi pekee, wewe ni kijana, mahali ambapo unaweza ukatoboa na kuanzia hapa ujanani, ukimtafuta Mungu vizuri kwenye maisha ya ujana, ukitafuta vizuri na ukapanga vizuri, wakati bado nguvu nazo. Kwa maana Biblia inasema, kijana, mkumbuke Mungu wako kabla siku hazijaja zilizo mbele yako, ambazo utatamani hubiri Injili, utahubiri kwa sababu ya starehe ambazo zimekukamata. Wakati wa kumkumbuka Bwana, inuka saa hii, 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 inuka saa hii. Mungu akile unachombo cha Bwana shambani kwa Yesu anasema, inua macho yako utazame mashamba yamekuwa meupe, hayahitaji wavunaji. Watenda kazi ni akina nani? Ni wewe na mimi. Twende tukavune roho za watu, twende tukawaambie ufalme wa Mungu umekaribia. Moto umezimika. Moto ukizimika hatuwezi kusema. Moto ukizimika kwenye madhabahu, moto ukizimika kuchochea tena ni kazi ngumu. Yesu anazungumza na kanisa moja la Zoroastriani, anasema we kanisa una jina la kuita hai, lakini ndani yako imekufa, vipawa vimekufa, karama zimekufa, vipawa vimeenda, lakini karama zimekufa. Unaimba kinyumbani, moto umezimika. Jioni ya leo moto uwashe kwa jina la Yesu, moto uwashe kwa jina la Yesu. Hakuna kama kusanyiko la Bwana aliyeitwa na Yesu aliye hai. Maisha yangu nasema sijisifu, lakini ninamwachia Yesu, ninamwachia Yesu kwa sababu nilisema hatungenirudisha duniani, maana yake niende kujifunza upya, nianze kujifunza staili ya duniani. Sina haja nisaidie Bwana, na mimi naungana na Yesu kwa leo. Bwana washa moto kwenye maisha yako, Bwana washa moto kwenye huduma yako.
lazima tupigane